Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa, inazungumzia si wengine bali ni Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia ni klabu ya soka ya Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine bali ni wananchi Young Africans katika taarifa yao ambayo wamekwenda kuitoa hivi leo, ambapo taarifa hiyo ni nzito kweli kweli kuhusiana na hatima ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ambapo taarifa imeweza kutolewa mapema kuhusiana na hatima ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo taarifa yao imeweza kuwekwa wazi na mimi nikaona nikusogezee uweze kujua nini ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Inaelezwa kwamba ni taarifa nzito na ambayo pengine inaweza kwenda kuwashtua wananchi Young Africans kuhusiana na kile ambacho kimeweza kuwekwa bayana juu ya taarifa ambayo imetolewa leo hii, ambapo klabu ya soka Young Africans inatangaza majina ya wachezaji ambayo watakuwa sehemu ya kikosi hicho baada ya wale ambao wamesajiliwa watakapoungana na timu mwishoni mwa msimu. Sasa majina yameweza kuwekwa hadharani. Sasa majina mengine ambayo yameweza kutangazwa ndio yamewashtua watu kwamba paka huyu anaachwa na klabu ya soka Young Africans. Ni kana kwamba Yanga wanataka kufanya maboresho makubwa kwenye kikosi chao. Zaidi ya wachezaji takriban 9 watakuwa sehemu tena ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ni kina nani hao? Nimekusogezea hapa jina moja baada ya jingine kwa kile ambacho kimeweza kuainishwa leo hii pia mapema na uongozi wa klabu ya soka Young Africans. Sasa bila kupoteza wakati twende kutizama majina hayo, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama jekundu iliyoandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine bali ni klabu ya soka ya Young Africans. Karibu bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans inaendelea kuweza kujikita kuhakikisha kwamba inafanikiwa kuweza kuweka yale ambayo yanayohitajika kwenye kikosi chao. Usajili unaenda kufanyika kwa kishindo kweli kweli, ambapo Young Africans wameanza kutangaza majina ya wachezaji ambao watakuwa sehemu tena ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans katika msimu ujao. Wa kwanza kabisa ni jina la kijana beki namba 2, beki ambaye alionekana kuwasha mwingi moto kweli kweli na kuleta changamoto kwenye namba hiyo, lakini inaelezwa kwamba hatakuwa tena sehemu ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Inaelezwa kwamba ndoa ya Young Africans na Israel Patrick Mwenda, kijana mwenye umri wa miaka 26, imefika mwisho. Baada ya kuitumikia Yanga kwa misimu miwili, hatimaye safari ya Mwenda imefikia mwisho na sasa anaondoka mwishoni mwa msimu huu. Wengi wameitafsiri kama ni maamuzi ambayo hayakupaswa kuweza kufanyika, na ni kama ni maamuzi ambayo yamechukuliwa kwa udogo sana bila kuangalia
wapi mwelekeo wa klabu hii, ambapo inaelezwa kwamba Yanga wameona ni muda sahihi kuachana na mlinzi huyu ili kutafuta beki mwingine, ambapo inaelezwa kwamba ni beki gani ambaye anakwenda kutua, ambapo taarifa inasema kwamba Singida Black Stars wamefikia makubaliano ya kumsajili beki wa Yanga Israel Mwenda mwenye umri wa miaka 26. Makubaliano ya pande zote mbili yamefikiwa. Mwenda atajiunga na Singida mwishoni mwa msimu huu. Mwenda anaondoka Yanga ili kujiunga na Singida, ambapo taarifa imeweza kuwekwa bayana kwamba hatakuwa tena sehemu ya kikosi cha Young Africans. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans, hapa nazungumzia mabingwa hawa watetezi wa kikosi cha Young Africans, unaambiwa kwamba mapema kabisa hawatakuwa tena pamoja na, hapa nazungumzia si wengine bali ni Laulindo Depu kwenye kikosi chao kwa msimu hujao, kutokana na kile ambacho kimefikiwa, ambapo mshambuliaji huyo inaelezwa kwamba hatakuwa tena sehemu ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans katika msimu unaokuja. Kwa hiyo Yanga wameangalia dili lingine la mchezaji mwingine ambaye ametua badala ya Depu. Lakini pia katika taarifa nyingine, Mohamed Damaro Kamara, inaelezwa kwamba Yanga hawana mpango wa kuendelea na kiungo wake wa ulinzi Mohamed Damaro Kamara kwa msimu ujao. Damaro amesajiliwa kwa mkopo na Yanga akitokea Singida Black Stars. Yanga wanaamini wanaweza kusajili kiungo mwingine wa chini ambaye ana uwezo mkubwa zaidi ya Damaro. Mpango uliopo mezani kwa sasa ni Yanga kuachana na Damaro katika dirisha kubwa hili la usajili. Kwa hiyo hatakuwa tena sehemu ya kikosi cha wananchi Young Africans. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba beki wa kushoto Issa Shadrack Boka, pia Young Africans hawana mpango wa kuendelea na beki huyo wa kushoto. Mkataba wa Boka na Yanga unaisha mwezi Julai, na Yanga wanatafuta beki mpya wa kushoto ambaye atakayekuja kuweza kuchukua nafasi ya Issa Shadrack Boka katika kikosi chao. Lakini katika taarifa nyingine kubwa kabisa, inaelezwa kwamba Yanga wamekamilisha usajili wa mshambuliaji VS Kotima kutoka Kenya Police, ambapo klabu ya Yanga imekamilisha rasmi usajili wa mshambuliaji wa kimataifa wa Burkina Faso Kotima baada ya kufikia makubaliano ya mwisho na klabu ya Kenya, ambapo pamoja na mchezaji huyo mwenyewe, nyota huyo mwenye umri wa miaka 27 ameweka saini mkataba wa miaka miwili utakaomwezesha ndani ya kikosi cha wananchi Yanga hadi 2028. Taarifa zinaeleza kuwa kila kitu kimekamilika kati ya pande zote, huku Yanga ikifanikiwa kuvunja mkataba wa mshambuliaji huyo aliyekuwa bado amebakiza muda wa kuitumikia Kenya Police FC. Kotima ni mshambuliaji anayejulikana kwa kasi, nguvu na uwezo wa kucheza kama namba 9 halisi na umakini mkubwa mbele ya lango. Alijiunga na Kenya Police mwezi Januari mwaka huu akitokea klabu ya Yusfa ya Burkina Faso, na ndani ya muda mfupi aliweza kuwa mmoja wa washambuliaji waliotikisa ligi kuu ya Kenya. Tangu kuwasili kwake alifanikiwa kufunga mabao 10 katika ligi hiyo na kuwa miongoni mwa wachezaji waliobeba matumaini ya timu hiyo katika mbio za ubingwa. Mbali na mafanikio yake katika ngazi ya klabu, Kotima pia ni mchezaji wa timu ya taifa ya Burkina Faso, ambapo amewahi kuitumikia nchi yake katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Mshambuliaji huyo mwenye urefu wa mita 1.73 anacheza nafasi ya mshambuliaji wa kati na amewahi kuchezea Burkina Faso katika mechi za kimataifa. Kwa hiyo Young Africans wanashusha chuma kipya kabisa. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na